Aliyekuwa mwakilishi wadi wa Sihendu kwa bunge la pili kule Trans Nzoia Eric Musumba amezikwa nyumbani kwake eneo la Kikwameti. Ibada yake ya mazishi ilishuhudia migawanyiko ya kisiasa huku viongozi wakishutumu chama cha Ford Kenya kwa kumtelekeza licha ya mwanasiasa huyo kuwa mwanachama sugu wa chama hicho. Mike Msikoyo anatupa taarifa kamili. Marehemu Musumba aliaga akipokea matibabu baada ya kusika kwenye ajali mbaya eneo la Muungano. Alikuwa mwakilishi wadi wa Sihendu kuanzia mwaka 2017 hadi 22. Familia yake ikisitikia kifo chake kutokana na pengo kubwa aliloacha hasa la karo ya watoto zaidi ya 20. Tumeishi na mume wangu na huyu dada kwa maisha ya furaha, tukishare na yeye kila kitu pamoja na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Aliweza kutupea mwelekeo jinsi mama, jinsi mume na mke vile inastahili kuishi. Tuliishi maisha ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Vile tulivyotulea watoto wetu, kwa sababu aliyokuwa anawalea ametoka. Na naomba tu serikali itusaidie watoto kwa ajili ametuachia watoto wasiomaliza shule. Tukue kitu kimoja, isikuwa ati baba yao alitoka, ni yeye alikuwa anawaweka pamoja, tumetengana. Kanisa la Kianglikana pia limeelezea pigo ambalo limepata kutokana na kifo cha Musumba, kufuatia jinsi alivyokuwa amejitolea kikamilifu kuhakikisha miradi ya kanisa hilo inatekelezwa ili waumini wapate mazingira bora ya kuabudia. Was a testament to the unwavering devotion to God. The Anglican Church, not merely a place of worship for him, but it was a home where he poured out his time, talent and treasure. Mkakamavu sana katika kazi ya Mungu. Alijituma. Amekuwa vice chair wetu wa kanisa hili la St. Michael Kikwameti. Ni mtu alikuwa mnyenyekevu sana. Ungeweza kujua kwamba alikuwa mheshimiwa. Mheshimiwa Nyamuka hapa, I'm sure you have something to take home. Hata hivyo, sherehe hizo zilizofanyika katika shule ya msingi ya Kikwameti zilishuhudia siasa kali za migawanyiko na lawama. Baadhi ya waliokuwa viongozi wa chama cha Ford Kenya wakiushtumu uongozi wa chama hicho kwa kumtelekeza marehemu licha ya mchango wake kwenye chama. Kumekuwa na mambo mingi. Waheshimiwa wanafanya kazi, lakini baadaye hawasaidiwi. Mheshimiwa Musumba ameumia kwa sababu ya kuachwa. Na mimi sitaki kuficha ukweli. Leo kuna viongozi wa Ford Kenya hapa. Hakuna haja mtu akufe ndio nyinyi mnakuja na mchango wa kuchangia mtu amekufa. Musumba akawekwa nje. Pepela akawekwa nje. Na mwisha nalo walibakulile bantu bataru. Mimi sitishwi. Kauli ambazo ziliwapa uzito wa kujitetea baadhi ya viongozi wanaounga mkono chama hicho, wakiongozwa na mwakilishi wadi mteule Margaret Wanjala na naibu kinara wa chama cha Ford Kenya Ferdinand Wanyonyi. Hakuna siku hata moja nitasimama na nielekeze kidole cha lawama kwa chama cha Ford Kenya. Waheshimiwa wenye wanasimama hapa wakikacheli watu wengine, Musumba hakukuwa hivyo. You can't tell me it's wrong for somebody akija hapa akaambia ya kwamba ndugu yangu Eric alikufa kwa sababu alikuwa na stress ya Ford Kenya. Surely. Mike Msikoyo, West TV kutoka wadi ya Sihendu, eneo bunge la Kimini, kaunti ya Trans Nzoia.